Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 10 ya mwezi wa 7 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Veronica Juliani bikira na pia maisha ya Mtakatifu Felista na wenzake wafiadini. Maisha ya Mtakatifu Veronica Juliani bikira na mtawa. Ursula Juliani alizaliwa mnamo tarehe 27 ya mwezi wa 12 mwaka 1660 huko Mercatello sul Metauro nchini Italia. Yeye ni mzaliwa wa mwisho katika familia ya watoto 7 wa Benedicta Mancini na Francis Julian aliyekuwa kamanda wa kikosi cha jeshi. Mama yake alifariki wakati Ursula akiwa na umri wa miaka 6. Familia yake ilikuwa ya wachamungu sana. Ingawa dada zake 4 walikwisha jiunga na utawa, uamuzi wa Ursula wa kujiunga utawani ulikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa baba yake. Hata hivyo, Ursula alijiunga na Waklara wa Kapuchini huko Città di Castello na kuchukua jina Veronica. Katika maisha yake yote alikabili mapambano mengi. Akijawa ari ya ujana, Veronica alitamani kuwa kielelezo halisi cha Kristo msulubiwa. Alipoanza maisha yake ya kitawa, alizama katika maisha ya taamuli. Alifanya kazi za mikono na kutoa huduma kwa wengine kama njia ya kujikana na kufanya toba. Kila mara alikuwa na kazi kubwa ya kuchagua kati ya maisha ya upweke na ya jumuiya. Aliwahudumia wagonjwa usiku na mchana bila hata kupumzika au kula. Aliweka nadhiri mnamo tarehe 1 ya mwezi Novemba mwaka 1678. Mnamo mwaka 1688 alichaguliwa kuwa mlezi wa wanovisi, na mwaka 1693 alianza kuandika shajara kuhusu safari yake ya kiroho. Tarehe 5 ya mwezi Aprili mwaka 1697 alipokea chapa ya madonda matakatifu. Mwaka ule ule alishutumiwa na ofisi ya Roma, akanyimwa haki ya kuchagua au kuchaguliwa katika shirika lake. Bila kujali tamko hilo, masista walimchagua tena kuwa mlezi wa wanovisi mnamo mwaka 1698. Mnamo mwaka 1717 Veronica alichaguliwa kuwa mama mkuu, huduma aliyotoa kwa muda wa miaka 11 hadi kufa kwake. Kama mama mkuu, alikuwa na uwezo wa kuona mbali katika kuboresha majengo ya konventi yake. Alikuwa mwanamke mtendaji, mwepesi kutekeleza majukumu aliyoazimia. Alitambua kuwa kazi katika jumuiya yake haipaswi kuwa kizuio cha maisha ya sala ya mtu binafsi. Aliangalia kwa makini na kugundua tabia na karama za masista wenzake. Ingawa alikiri kwa muungamishi wake Mjesuiti kuwa alikuwa kwa asili mtu mwenye kichwa kigumu, uvumilivu wake ulijaribiwa na masista wenzake. Hata hivyo, kwa nadra alitumia madaraka yake kuleta utulivu katika nyumba. Alitumia muda wake kwa sala na taamuli, akitafuta kila mara kufanana zaidi na zaidi na Kristo msulubiwa. Kutokana na mapendo yake yasiyopimika kwa fumbo la msalaba, Veronica alizawadiwa alama za taji la miiba na madonda matakatifu. Alijihesabu kuwa kiungo kati ya Mungu na wadhambi, akitolea sadaka zake binafsi, sala na magumu ya maisha kwa ajili yao. Veronica aliaga dunia mnamo tarehe 9 ya mwezi Julai mwaka 1727
Alitangazwa mwenye heri mnamo tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka 1804 na kutangazwa mtakatifu na Papa Gregori wa 16 mnamo tarehe 26 ya mwezi wa 5 mwaka 1839. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Veronica Julian, bikira na mtawa. Kwa ajili ya uongofu wa roho za watu, ningekuwa tayari kutolea damu na maisha yangu. Rejea ya Mtakatifu Veronica Julian. Maisha ya Mtakatifu Felista na wenzake wafiadini. Mashahidi hawa waliuawa mjini Roma wakati wa Mfalme Antonini. Ndugu saba na mama yao Felista, ambaye alikuwa mjane mcha Mungu. Baada ya kifo cha mumewe, Felista aliyatolea maisha yake kumtumikia Mungu bila kuolewa tena, akitumia muda katika kusali na kufanya matendo ya huruma. Kwa mfano wake na wa watoto wake, watu waliokuwa wanaabudu miungu mingine walimwamini Mungu na kuwa Wakristo, wakiachilia mbali imani zao za kipagani. Hii iliwafanya makuhani wa dini za kipagani kukasirika na kumwarifu mfalme kuhusu ujasiri wa imani ya Felista katika kuishi maisha yake ya Kikristo. Makuhani hao wakamwambia mfalme kuwa miungu inayolinda na kuongoza dola ya Roma imekasirika. Wakamshauri mfalme ili kuwatuliza, inabidi kuwaua Felista na wanaye na kuwatolea sadaka kwa miungu hiyo. Publius, aliyekuwa msaidizi wa karibu wa mfalme, akawatia nguvuni Felista na wanawe na kuwaleta mbele ya mfalme. Akamwambia Felista wahurumie wanao, bado ni vijana na wana ndoto nyingi katika maisha yao. Felista akamjibu, huruma ya namna hiyo si ya kimungu, na kama nitawahurumia nitakuwa mama mkatili kuliko wote kwa wanawe. Akawageukia wanawe na kuwaambia, wanangu, angalieni mbinguni, mahali ambapo Yesu na watakatifu wake wanawangoja. Muwe waaminifu katika upendo wake, pambaneni kwa ujasiri kwa ajili ya roho zenu. Publius, akichukizwa na maneno ya Felista, aliamuru apigwe na kuteswa, na kisha akawaita watoto wake mmoja baada ya mwingine, na akajaribu kuwashawishi kwa ahadi nyingi ili wakubali kuabudu miungu ya kipagani, lakini hakufanikiwa. Wale ndugu wakahukumiwa wapigwe mijeledi na kisha wakapelekwa rumande. Baada ya kushindwa kuwashawishi wakana imani yao, Publius akawakabidhi kwa mfalme. Antonini mfalme akaamuru wapelekwe kwa mahakimu tofauti na wahukumiwe kufa, kila mmoja kwa namna tofauti. Januari alipigwa mijeledi hadi kufa. Felix na Filipo walipigwa marungu hadi kufa. Silvano alinyongwa hadi kufa na Alexander. Vitalis na Martialis waliuawa kwa kukatwa kichwa. Mwishowe mama yao Felista aliuawa pia kwa kukatwa shingo miezi 4 baadaye. Mauaji haya yalifanyika mnamo mwaka 165. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Felista na wenzake wafiadini. Maisha yanapita kwa kasi, hivyo tunapaswa kutafakari zaidi tutakufa kwa namna gani kuliko kutafakari tutaishi kwa namna gani. Watakatifu wengine tarehe 10 ya mwezi wa 7. Watakatifu Olaf na Alexander, mwenye heri Emanueli na wenzake wafiadini. Watakatifu Januari, Marinus, Nabor na Felisi, wafiadini wa Afrika ya Kaskazini. Mtakatifu Veronica Julian, bikira na mtawa,
na pia Mtakatifu Felista na wenzake wafiadini. Mtuombee.